Vitu vyote vimeungua, kamera, masanduku, yani vitu kama mali ya milioni 70 hivi. Sasa katika kule kuungua, nikafika huku dukani nikakuta na duka hili limevunjwa kama mnavyoona hapo kwenye dirisha. Na waliweza kushughulika na moto huu kwa kuzima kwa hatua zote, na waliweza kufanikiwa kuzima moto huu majira ya saa 7 na dakika 45. Watazamaji wa Come TV Tanzania, leo tumefika katika eneo hili la Mbulu. Mbulu ni moja kati ya wilaya ambayo inapatikana mkoa wa Manyara. Katika eneo hili kuna jengo ambalo limeungua na moto ambalo almaarufu linajulikana kwa jina la Guam. Jengo hili ni la muda mrefu na jengo hili limekuwa wakifanya biashara hapa, wafanyabiashara. Tutazungumza na wahusika lakini pia na wananchi wa eneo hili, lakini mpaka kufikia saa 4 jengo hili linaungua, jeshi la zimamoto wilaya Mbulu lilikuwa limeshafika katika eneo hili kusaidizana na wananchi kuweza kuokoa mali zilizokuwepo katika eneo hili. Hasara iliyopatikana ni kubwa na hakuna kitu ambacho kimeokolewa katika eneo hili. Na hii asubuhi tunaona viongozi pamoja na watu wa uokoaji wako katika eneo hili kufanya tathmini ya kile ambacho kimetokea hapa. Inasemekana kwamba ni chanzo cha shoti ya umeme ambayo imetokea hapa. Nashukuru ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Mrakibu Msaidizi Emmanuel Tulinago Kibona, ni kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Manyara. Tupo hapa kwenye tukio lililotokea katika wilaya ya Mbulu katika kata ya Uhuru na mtaa wa Madukani. Kikubwa tuko mbele yetu kuna nyumba ambayo inamilikiwa na bwana Peter Boy anayekadiriwa akiwa na umri wa miaka 62, na hii ni sehemu yake ya biashara, na katika eneo lake la biashara ameweza kupangisha ana wapangaji ambao wanafanya shughuli zao katika frame. Lakini kikubwa katika eneo hili majira ya tarehe 27 majira ya usiku saa 5 na dakika 15 tulipokea taarifa ya huu moto, na tuliweza kufika hapa majira ya saa 5 na dakika 18, na baada ya kufika jeshi la zimamoto na uokoaji wilaya ya Mbulu liliweza kufanya kazi yake likishirikiana na wananchi, na waliweza kushughulika na moto huu kwa kuzima kwa hatua zote, na waliweza kufanikiwa kuzima moto huu majira ya saa 7 na dakika 45. Kwa hiyo mpaka kufikia muda huu moto umeshadhibitiwa kwa asilimia kubwa, lakini kikubwa tunaendelea na uchunguzi wa awali kuweza kujua chanzo cha moto huu, lakini bado tunaendelea na uchunguzi. Na kutokana na taharuki na upotevu wa mali uliotokea katika eneo hili, tuna mambo mengi ambayo tunatakiwa tushauri, hasa kwa wananchi wa wilaya ya Mbulu, hasa kwa wafanyabiashara kuhusiana na shughuli wanazozifanya na kuweza kufanya shughuli zote zinazohusiana na moto, au tukimaanisha shughuli za uchomeleaji au shughuli zozote zinazohusika na matumizi ya vifaa vinavyohusika na masuala ya welding, waweze kuwatafuta jeshi la zimamoto na uokoaji na waweza kupata ushauri na kuweza kupata kufanya taratibu hizo kwa kuwa na uwezo wa kukidhi vigezo vya kinga na tahadhari ya moto. Mpaka sasa hivi mimi tupate kujua ni maduka mangapi au watu wangapi ambao mpaka sasa hivi wameathirika kama jeshi la zimamoto? Kwa tathmini tulioifanya mpaka sasa hivi kwa eneo hili la biashara, bwana Peter Boy alikuwa na jumla ya fremu zilizowasilika mpaka sasa hivi ni fremu 7, ambazo hizo fremu zilikuwa na mchanganyiko wa biashara. Kulikuwa kuna fremu zinahusika na huduma za kuuza wanaita gas shop, alafu kulikuwa kuna fremu zilikuwa zinahusika na masuala ya huduma ya vyakula, wengine walikuwa wanahusika na masuala ya duka ya jumla. Kwa hiyo kulikuwa kuna maduka na kulikuwa kuna shughuli zote zilikuwa zinafanyika ni maduka 7 ambayo yameweza kuteketea kwa changamoto ya hii moto uliotokea. Wananchi wanasema kwamba tatizo kubwa hasa ambalo linaonekana pia katika eneo hili, mji wa muda mrefu sana huu mkongwe, na pengine kuhusu gari la zimamoto imekuwa ni tatizo katika eneo hili, na pengine katika uzoefu sio sana majanga yanatokea katika eneo hili. Sasa hii inatupa funzo gani, lakini serikali inatoa kauli gani kwa wananchi, jeshi la zimamoto katika eneo hili kuleta gari la zimamoto? Nashukuru jeshi la zimamoto na uokoaji wilaya ya Mbulu kwanza linaendelea na operesheni zake, na kiukubwa jeshi la zimamoto na uokoaji linafanya kazi katika mtazamo wa aina mbili. Jeshi la zimamoto na uokoaji linadili na kinga na tahadhari juu ya majanga, na ndio maana askari wetu wanapita kila mara kwa ajili ya kufanya ukaguzi na kushauri maeneo yote ya biashara, maeneo yote ya makazi kuhusiana na uwezo wa kujikinga wao kwa hatua za awali. Kwa hiyo jeshi kwa hatua ya kwanza tunafanya taratibu zote za kukagua
na kutoa ushauri kuhusu wananchi na wafanyabiashara kuhusu kufanya kazi kwa kufuata kinga na tahadhari katika maeneo ya biashara. Lakini swala la pili, tunashukuru ofisi ya Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kuweza kutumia kila aina ya mbinu kuweza kutengeneza uwezo wa kufanya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kuwa na vifaa vya kisasa, na kuahidi kuanzia sasa kwamba Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limeshakuwa na mpango wa kuweza kupata magari, na tunategemea ndani ya mwaka huu unaoanza 2026 wilaya ya Mbulu watakuwa na gari ambayo itakuwepo huku kwa ajili ya kuweza kuhudumia wananchi wa wilaya ya Mbulu kwa ajili ya kukinga maisha na mali ya wananchi wa wilaya ya Mbulu. Nashukuru sana. Jitambulishe jina lako, unaitwa nani, na pengine utuambie hali halisi ya hasara ambayo umeipata kwenye duka lako la chini na pia huku juu. Karibu. Asante sana mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Mary Mazengo. Kwa kweli nimepata hasara kubwa sana, kama mnavyoona lile duka la pale chini limeungua lote. Ni duka kubwa sana la nguo. Vitu vyote vimeungua, kamera, masanduku, yani vitu kama mali ya milioni 70 hivi. Sasa katika kule kuungua, nikafika huku dukani nikakuta na duka hili limevunjwa kama mnavyoona hapo kwenye dirisha. Watu wanasema walikuwa na nia ya kuokoa, wakatoa nguo nje za duka hili ambalo lisingekuwa lina shida. Bahati mbaya mvua ikanyesha, nguo zote zikanyeshewa zikawa matope. Kama unavyoona nimebeba nguo na kirukuni matope matupu nimepeleka nyumbani. Kwa hiyo nimepata hasara kubwa sana, takriban milioni 100 hivi. Okay, pole sana. Asante. Nina watoto wanasoma. Yani hata sina pa kuanzia. Hasara ni kubwa ndugu zangu, kama kuna mwenye nia njema anayeweza kunisaidia, nisaidie tu nipate pa kuanzia. Sawa. Maana hii ndo kazi yangu. Sawa. Pengine una neno gani sasa kwa serikali pengine kuhusiana na hili? Mimi najua serikali yangu ni sikivu na inatujali wananchi. Hivyo mama akiona vyema anisaidie kamtaji kadogo ili niweze kurudi na mimi kidogo nilee watoto wangu. Sawa. Jina yangu naitwa Daniel Filipo, ndio mmiliki wa duka hili ambalo moto lilitokea mnamo muda wa saa 5 ya usiku, na moto huu chanzo chake hatuwezi kufahamu ilitokea nini, lakini nimeona kwamba katika duka langu sikuweza kuokoa hata kitu kimoja, maana vyote viliungua. Moto ulivyozuka uliunguza kila kitu na kuteketeza mali zote zilizoko ndani, na hakuna kilichookolewa hata. Ndio kweli, kwa tathmini ya haraka ya vitu ambavyo vimeteketea na moto, madhara yaliyotokea ni sio chini ya milioni 60, kwa maana ya kwamba thamani ya vitu vilivyo navyo hapa kwenye duka langu, vitu vingine vyote viliungua kwa namna hiyo ambayo moto imetaharuki iliyotokea kwa namna ambavyo hatuwezi kufahamu kimetokea nini. Ninachoshauri kwa serikali kwamba majanga haya yanapotokea, serikali iwe na namna ambavyo inaweza kusaidia wananchi wake kwa kuwepo kwa gari la zimamoto mara tatizo hili linapotokea na kusababisha madhara haya kutokea, ili kwamba madhara ingekuwa ile gari ya zimamoto ingekuwepo, madhara haya makubwa yasingeweza kutokea. Lakini kwa sababu hakuna gari la zimamoto katika eneo letu la wilaya ya Mbulu, kwa hiyo hasara kubwa zilitokea kwa sababu ya mazingira hayo. Daniel Daudi au Dani Msomali, na ili duka linaitwa Msomali Electronics Center. Nimepata hasara kubwa sana pamoja na majirani zangu, kwa sababu nyumba ile ilipoungua, wakati moto ulipowaka moja kwa moja kwamba nyumba hiyo ndo itakuwa imeishia, tukasema utakuwa unahama moja kwa moja kwenye nyumba yetu. Kwa hiyo sisi ambao ni wapangaji wa nyumba inayofuata tukaanza kuhamisha vitu, kwa maana kwamba kama moto utahama nyumba hii tuwe tumeweza kuokoa vitu vichache. Lakini tunamshukuru Mungu, pamoja na hayo tumejitahidi kwa kadri ya uwezo wetu. Tulikuwa na watu na nia njema, wengine hawakuwa na nia njema, ndo mahali ambapo hasara imetokea, kwa sababu unaingia ndani na watu 10, wanaopeleka vitu pale mlipopatana ni watu 2 au watu 3, wengine wanaingia mitini na vitu vyao. Mpaka jana saa 11 ya alfajiri, kwa maana ya kwamba leo saa 11 ya alfajiri, kwa sababu sio jana tena, wakati tunarudisha vitu taratibu, niligundua simu zote sina, na niligundua simu kubwa zote sina, kwa maana ya smart,
nilikuwa na hela shilingi 1,200,000 kwa draw tofauti tofauti, lakini niliokoa shilingi 500,000. Ile 700,000 iliyokuwa kwenye draw nyingine nilisahau, na mpaka muda huo narudi nyumbani, tathmini niliyofanya ilikuwa ni shilingi 500,000 na kuendelea, lakini bado sijamaliza kufanya tathmini kwa sababu bado sijahesabu vitu na bado sijarejea kwenye kumbukumbu ya vitu vyangu, kwa maana ya kwamba vile vitu ambavyo vimeondoka moja kwa moja. Hata kama upotevu umepotea, angalau inawezekana hata shilingi 10,000,000 iko hapo. Kwa kama sio wale waliokuwa na nia njema, hata hiyo 10,000,000 na kitu iliyoko hapo nisingeokoa. Lakini kingine ninachotaka kusema, angalau hata kwa serikali yetu, wilaya Mbulu ni kati ya wilaya ambazo kwenye historia tunaambiwa ni ya siku nyingi, lakini inashangaza ni jinsi gani ni wilaya ya siku nyingi alafu tusiwe na gari la zimamoto, tusiwe na miundombinu ambayo inaruhusu zimamoto. Moto ulianza kule mpaka nyumba hii inaisha, mpaka tunakuja kuhamisha kwenye jengo lingine, kwa maana ya kwamba tayari tunaona sasa moto utahamia na vitu vitaendelea kuungua kama wale ambao tayari wameshapata hasara 100%. Sisi angalau hasara 90% na kitu, 80% na kitu, lakini kuna watu waliopata hasara 100%. Mtu hajatoa hata kijiko, mtu hajatoa hata penseli. Ninachosema kwa serikali ni hicho, kwa namna moja au nyingine serikali iangalie. Tusije tunakaa kwenye vikao, kwenye mikutano, wilaya Mbulu imeanzishwa lini, wilaya Mbulu imefanya lini, lakini kitu kidogo gari la zimamoto hatuna, miaka nenda rudi. Na hao watu wa zimamoto wapo, wakati mwingine wanatoa elimu, wakati mwingine kuna kodi wanazochukua, lakini hili la kusukuma gari ya zimamoto iletwe imeshindikana. Ndio maana hiyo nyumba imeungua. Kama sio kutokuwa na zimamoto, hiyo nyumba isingeisha. Tulikuwa tuna uwezo wa kuokoa hiyo nyumba hata kwa kiasi, lakini sisi tusingeguswa moja kwa moja kwa sababu tumeshaona moto umeishia kule. Naitwa Patrice Isdori, ni mwenyekiti wa CCM wa eneo la tawi la Bomani, na pia ni mfanyabiashara wa duka la jumla. Hapa katika ile jengo ambalo hapana, duka langu liko pembeni. Okay, hebu tuambie, wewe ulikuwa ni mshuhudiaji wa tukio hili. Hivi nini hasa kilitokea jana na purukushani zote mpaka jengo hili linaungua? Chanzo ni nini hasa? Chanzo muda wa saa 5 kuna mtu alikuwa anachomelea hapo grili ya mlango, lakini baadaye usiku muda wa saa 5 na dakika 18 mimi nilifika, nilikuta ni moto umewaka. Na tulivyokagua moto, tulipomaliza kuzima moto, tukakuta pale ndani maduka yalikuwa yameshafungwa. Maduka yalikuwa yameshafungwa, ila huyu hapa alikuwepo, Bwana Bruno alikuwepo moto ulipokuwa unaanza. Na moto ulianzia wapi? Ulianzia hapa kwenye Temane. Okay. Na wote tulikuwa tunasaidia kuzima, na yeye mwenyewe atuwepo. Jeshi la zimamoto pia ilikuwepo, na walikuwa wameshafika saa 5 na dakika 18. Okay. Na wananchi 100% tumeshafika, na pamoja na jeshi la polisi na mkuu wa wilaya alikuwepo. Ina maana ni kamati ya ulinzi na usalama 100% wote walikuwepo. Na chanzo kubwa tulipoingia pale ndani tukakuta majiko ya gesi. Majiko ya gesi. Kwa nini hamkuyatoa mapema? Sasa utayatoaje? Moto imeshaanza kuwaka. Moto uko mkubwa na gesi inalipuka. Okay. Na gesi likilipuka moto unapanda juu. Okay. Sawa, nyinyi wananchi sasa ambao ni wa eneo hili mna maoni gani au mna ushauri? Na pia tungeomba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilete gari ya zimamoto. Sawa. Kwa maana hapa hili ni jengo la 3. Sawa. Jengo la kwanza ilikuwa upande huu, jengo la pili ilikuwa jengo la Chama cha Mapinduzi, jengo la vijana. Hili leo ni la 3. Kwa hiyo maana kuna jengo ambalo lishaunguaga. Kuna majengo mawili yalishaunguaga. Sawa. Na pia jeshi la zimamoto wanakuja, lakini tungeomba ingewepo ile gari ya zimamoto, hii hasara yote isingetokea. Kwa kule upande ule wa kule, basi ndio nyumba yote ikaungua. Labda pengine shoti ya umeme ilitokea katika mazingira ambayo watu walikuwa hawajui, au ilikuwa ni katika mazingira watu walikuwa hawajui. Vipi athari ambazo zimetokeza mpaka sasa hivi? Athari ni kubwa sana, athari ni kubwa. Wenye maduka wote wengi, karibu wote wa upande ule wa mbele, vitu vimeungua vyote. Wananchi wa Mbulu tutulie tu, sasa yametokea,
ni kutulia na kushikamana, kusaidiana, kuwasaidia waliopata matatizo, kutambua kwamba ni ndugu zetu, kwamba hata sisi tunaweza kupata matatizo kama haya, tuweze kuwasaidia, hata kuwapa moyo wa upole, moyo wa kuona kwamba wanathaminiwa hawa waliopata matatizo.